katika ndugu zako, katika hali walionayo. Watambulishe kwa watu, watambulishe kwa jamii, afu kwa sifa, kwa furaha, kwa amani, kwa kujiganda. Yes. Sawa. Kwa kujidai. Usijikatie tamaa. Kwa utakapomtambulisha mtu huyo katika hali ya kujiamini, katika hali ya furaha, basi yoyote ambaye atakayetoka na maneno hayo akaenda akazungumza katika njia isiyofaa, basi jua anazidi kumpunguzia au anazidi kupunguzia wewe maumivu, na anakuletea wewe zaidi njia ya uponyaji au njia ya kufanikisha au njia ya furaha, ya faraja. Yes. Yani kitendo tu cha watu hao uliowatambulisha mtu huyo, mwanao huyo katika hali aliyonayo, afu wao wakaenda wakazungumzia katika hali ya kejeli, ya dharau. Haleluya. Mungu aliye juu, katika hali hiyo ndipo Mungu anaenda kufanyaje? Kutatua hali hiyo katika maisha yako. Anaenda kupunguzia huo mzigo, anaenda kukupa faraja, anaenda kukupa amani katika hali hiyo hiyo utakayoipitia. Haleluya. Shahidi ni nyingi sana. Wapo watu ambao walikaa siku nyingi hawajapata mtoto. Maandiko yanasema Esther, Sara. Haleluya. Wapo watu ambao walikaa katika hali hiyo, lakini watu walipochukua madhaifu walionayo wakaanza kuwazungumzia katika hali ya kejeli, ya kuwadharau, ya kuwatukana, ndipo Mungu alikubali maombi yao na akawapa majibu ya faraja, ya amani, ya furaha, ya milele katika maisha yao. Ya ndipo Mungu aliwapanguza machozi. Hawakuwa na huzuni tena, hawakuwa na machozi tena. Na wewe fanya hali hiyo, kuwa mkuyu, bali usiwadharau watoto yatima, wala usimdharau mwanao uliye naye katika hali yoyote. Haleluya. Yes. Kumbukumbu la Torati. Kumbukumbu la Torati. Yes, Kumbukumbu la Torati 10. Ngoja tuangalie katika Kumbukumbu la Torati 10 linasemaje? 10:18. Haleluya.